Habari mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Leo natamani sana tushirikiane pamoja, tukumbushane hususan namna ya kubeba mtoto mgongoni. Tunajua sote tumelelewa katika mazingira hayo, kuanzia tukiwa wadogo, tumebeba na wadogo zetu na ndugu zetu. Lakini ni namna gani tunavyowabeba hawa watu, hawa viumbe wa Mungu ambao kwa kweli hawana namna ya kujitetea na hawajui kujitetea. Sisi ndio tunatakiwa tuwasaidie. Nikasema tuangalie jambo moja, namna ya kubeba mtoto kwenye mazingira ambayo kuna mkusanyiko wa watu. Lakini namna gani tutakavyowalinda watoto wetu na hatari za aina mbalimbali. Kwanza kabisa, mtoto unatakiwa ukiwa nyumbani mbebe, sio shida. Lakini sehemu zenye mkusanyiko wa watu, hakikisha umemgeuza mtoto wako. Kama yuko mgongoni, mgeuzie upande wa mbele wa kifua chako, mahali ambapo ni salama na utamwangalia muda wote na utakuwa na amani kwamba mtoto wangu yuko salama. Lakini ukimwacha mgongoni, pia kuna namna ambavyo mtoto anaweza akalishwa kitu ambacho we ujui, kwa sababu kule nyuma kuna mtu anamwangalia mtoto wako anasema jamani, katoto kazuri, katoto kamependeza. Ni sawa kamependeza, lakini amemwangalia kwa jicho gani? Tujue kuna macho ya usuda ambayo ukimwangalia mtoto anaweza akalia na asinyamaze na akazimia. Kwa hiyo ukimweka mtoto mbele, unakuwa na uhakika hata jicho baya halimtazami mwanao. Jamani, tulinde watoto wetu, ni zawadi, tuwalinde, tuwatunze, wanatutegemea sisi. Sasa kuna wale ambao pia sasa wanaenda kwenye sagula kwenye mitumba. Mtoto yuko mgongoni, mtu kainama, mtoto kichwa chini, mtoto anapanda, mtoto kichwa chini, mtoto anapanda. Mtoto analia, unabaki unamfokea mtoto, nyamaza. Usijue mtoto wako anaumia. Lakini kuna namna ya kubeba mtoto na kumfunga. Mtu unafunga mtoto kama furushi, unalibana. Mtoto miguu imenyoka, mikono imenyoka, kichwa kimekakamaa, mtoto afurukuti, mtoto hapumui. Jamani wa mama, hebu tujifunze namna ya kubeba watoto. Tafuta kitenge chako kizuri, kikubwa, mfunge, mpe nafasi mtoto apumue. Haya, wale wanaonyonyesha watoto hadharani, mtu unachukua nyonyo lote unalibwaga, watu wanapita huku na huku, mtoto ananyonya. Jamani, hiyo ni ibada. Wakati wa chakula, hebu mpe mtoto nafasi, ale vizuri, afurahie kile chakula anachokula. Lakini pia ni afya. Kuna wale sasa wenzangu na mie kwenye daladala, ukifika kwenye mlango wa daladala unawahi kuingia pasipo kujua una kiumbe mgongoni. Hebu mchukue ile mtoto kabla hujapanda kwenye daladala, mgeuzie pia upande wako wa mbele, hakikisha sasa ndo unapanda kwenye daladala. Kadhalika na bajaji hivyo. Kwa namna hii basi tutakuwa tumebeba watoto wetu vizuri, lakini tumewaangalia vizuri, na itakuwa ni afya kwao na kwetu pia. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuomba na wewe share kwa mtu mwingine, ikikupendeza msaidie na mtu mwingine, kwa sababu watoto wanapitia wakati mgumu na hawawezi kujieleza, na hata kulia kwao basi wakati mwingine hatuwafikiri. Mungu akusaidie, ujumbe ufike na kwa mwingine, tukafanye hii pamoja. Amen. Barikiwa.